Naogopa sehemu ya 4 na ya mwisho. Na karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Simulizi yenye kisa cha kweli, simulizi yenye visa na mikasa ya kusisimua. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Zuhura. Ni mambo mengi ambayo amepitia katika safari ya maisha yake. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kwa jina la Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchemu ya Simulizi. Sehemu iliyopita tulishia pale Zuhura tayari ameshafanikiwa kutoa mbuzi kafara, na nyama ya mbuzi ile alifanya maelekezo kama ambavyo alipewa na mganga wa kienyeji kumpa msichana mdogo ambaye ana umri sawa na mtoto wake. Na Zuhura alifanya mambo hayo yote ili kumwokoa mtoto wake huyu mwingine ambaye alibaki. Kumbuke kwamba watoto wa Zuhura ni mapacha. Pacha mmoja tayari alikuwa ameshafariki. Nafsi ya yule pacha aliyefariki ilikuwa inamsumbua huyu pacha mwingine aliyebaki. Basi Zuhura anasema baada ya kukamilisha kwa kafara ile na kumfungisha ndoa yule msichana mdogo pamoja na nafsi ya mtoto wangu aliyefariki, basi siku hiyo nilijisi kuwa na amani. Na wiki moja tu baada ya tambiko kufanyika, nilianza kuhisi mabadiliko. Mwanangu alikuwa mtulivu kuliko kawaida. Alilala bila kushtuka. Hakukimbia tena usiku na kutaja tena jina la pacha wake. Ilikuwa kama mzigo umeondoka mabegani mwake, lakini amani hiyo haikudumu moyoni mwangu. Siku moja asubuhi, kelele zilisikika nje ya nyumba. Nilipotoka nilimwona mama yule msichana akiwa amechanganyikiwa. Alimkimbiza binti yake aliyekuwa anakimbia ovyo barabarani kana kwamba kuna mtu ambaye anamuita mahali. Msichana yule alikuwa akipiga kelele zisizo za kawaida. Macho yake yalikuwa na huzuni isiyokuwa ya mtoto wa umri wake. Alikimbia hadi makaburini, yani katika kaburi la mwanangu. Ndio, alifika pale. Alipofika pale kaburini, moja kwa moja alienda kusimama karibu na kaburi la pacha wa mtoto wangu aliyefariki. Nilihisi miguu yangu ikilegea. Yule mtoto alipiga magoti pale kaburini, alilia kwa sauti ya uchungu. Yule mtoto alikuwa analia, anasema, "Uko wapi mume wangu? Mbona utoki hapa? Twende nyumbani. Twende. Mimi sitaki kubaki peke yangu nyumbani. Nakuomba twende." Maneno yale yaliupasua moyo wangu kama radi. Nilihisi dunia ikinizunguka. Hakuna mtu mwingine aliyefahamu maana ya kile kilichokuwa kinaendelea isipokuwa mimi. Mama yake alibaki amesimama kwa hofu, akilia na kumvuta mtoto wake, akisema, "Unasemaje mtoto wangu? Mume gani unayesema? Wewe ni mtoto mdogo. Hujaolewa mtoto wangu. Bado una ndoto zako nyingi za kutimiza. Hujaolewa mtoto wangu. Ni kipi kimekupata?" Lakini msichana aliendelea kulia. Alishika udongo wa kaburi kwa mikono yake midogo kana kwamba anamuomba mtu aliyelala humo ajibu maswali yake ambayo alikuwa anamuuliza. Watu walianza kukusanyika, minong'ono ilianza kuenea tena kijijini. Hofu ilianza kurudi tena, lakini sasa ilikuwa kwa upande wangu, bali ilikuwa juu ya mtoto wa rafiki yangu ambaye ni jirani yangu. Nilisimama mbali nikiendelea kushuhudia yote hayo huku nikitetemeka. Nilijua chanzo cha mateso ya yule mtoto. Nilijua nani alifungua mlango huo. Nilijua fika kabisa kwamba ni agano nilolikubali. Na kwa mara ya kwanza tangu tambiko lifanyike, nilitamani kurudisha muda nyuma, lakini haikuwezekana. Ndani ya moyo wangu sauti ilianza kuniuliza kwa ukali zaidi, je, kweli matatizo yalikuwa yameisha au yalikuwa yamehama tu? Naweza kusema Zuhura, mimi naogopa. Naogopa kwa sababu kuna hofu zinazozaliwa baada ya ukimya. Hofu inayotokana na si kile unachokiona, bali na kile unachokijua moyoni mwako peke yako. Nilianza kuelewa kuwa si kila tatizo linaisha. Mengine hubadilisha mwenye kubeba mzigo wake. Amani niliyoiona kwa mwanangu ilikuja kwa bei ambayo sikuwa tayari kuilipa kisaikolojia. Nilijifunza kuwa dhambi kubwa zaidi si kufanya uamuzi mbaya, bali kuishi kila siku huku kijua kuwa uamuzi huo uliharibu maisha ya mtu mwingine asiye na hatia. Kila kilio nilichokisikia kutoka mbali, kutoka kwa yule mtoto, kila kelele aliyokuwa akipiga yule mtoto, kila neno aliloliongea lisiloeleweka, viligeuka kuwa hukumu ya kimya juu ya nafsi yangu. Naogopa si kwa sababu siri yangu itafuchuliwa, la hasha, bali kwa sababu hata ikibaki siri, madhara yake hayawezi kuniacha. Kuna maamuzi yanayokuokoa leo, lakini yanakuwa polepole kesho. Na hapo ndipo nilipoanza kuishi maisha ya kuogopa. Kuogopa sauti, kuogopa macho ya watu, na zaidi ya yote, kuogopa ukweli nilioubeba moyoni mwangu. Zuhura anaendelea kusema, Anasema baada ya tukio lile la makaburini, hali ya binti yule iliendelea kuwa mbaya zaidi. Mama yake kulala tena usingizi wa amani. Alianza kuhangaika kila kona kama mimi nilivyokuwa nafanya hapo awali. Alimpeleka mtoto wake hospitalini, akapewa dawa,
akampeleka kila mahali, lakini kila aliporudi nyumbani mtoto alikuwa yule yule. Alikimbia ovyo, alilia usiku, na mara kwa mara alitamka maneno aliyovunja moyo wa mama yake. Mtoto yule bado aliendelea kusema kwamba mume wangu yuko wapi? Mama, mume wangu yuko wapi? Kwa nini anajificha chini ya ardhi? Kamwambie basi aje huku nyumbani mama. Kamwambie. Maneno yale yalikuwa kama moto unaowaka ndani ya moyo wa mama yake. Mama yake alianza kukonda, macho yake yakajaa usingizi mzito wa mawazo. Na ndipo siku moja asubuhi alipokuja nyumbani kwangu na kutaka kuongea na mimi, akaniambia, Zuhura rafiki yangu, yani sijui nifanye nini. Nimekwama, nimechanganyikiwa, sijui nishike wapi. Nimefanya kila njia kwa ajili ya kumwokoa mtoto wangu. Mtoto wangu anaumwa ugonjwa kama ambao kwa anaumwa mtoto wako, kama unavyoona na kama unavyosikia hapo kijijini. Nashindwa nifanyaje. Niambie, mtoto wako aliumwa, ulifanya nini mpaka mtoto wako alipona? Nisaidie Zuhura. Zuhura anasema maneno hayo yaliuchoma sana moyo wangu. Nilishindwa nisemaje, lakini nilihisi moyo wangu kirukaruka kwa nguvu. Nilijua siku hii lazima tu ingefika. Nilihisi joto likipanda usoni, lakini nilijilazimisha kubaki kuwa mtulivu. Nilivuta pumzi ndefu, nikamwangalia usoni, kisha nikasema kwa sauti ya kawaida sana niliyoweza kuipata. Nikasema, rafiki yangu ambaye pia ni jirani yangu. Mtoto wangu nilimpeleka hospitalini mara nyingi zaidi na walimbadilishia dawa kila wakati, na polepole akaanza kupona. Zuhura anasema mwanamke yule alinitazama kwa makini kana kwamba anatafuta ukweli nyuma ya maneno yangu. Akasema, umesema alitumia dawa? Ni dawa gani hizo ambazo zilimponya mtoto wako? Nimejaribu dawa nyingi sana, lakini mtoto wangu bado hajapona. Zuhura, naomba unisaidie kama kuna dawa nyingine ambayo unaifahamu. Nateseka, mtoto wangu anaumia. Nikiwa kama mama, sijui ni kipi cha kufanya. Ukizingatia ndio binti yangu huyo mmoja. Sina mtoto mwingine zaidi ya huyu. Zuhura anasema baada ya swali hilo nilitikisa kichwa. Nikasema, kukuambia kwamba dawa nyingine naijua nitakuwa nakudanganya rafiki yangu. Mimi daktari tu ndiye ambaye alinisaidia. Alikuwa ananipa dawa tofauti. Wakati mwingine alikuwa anamchoma mtoto sindano. Na nilijaribu zaidi kufuata maelekezo yao. Labda na wewe pia jaribu kufuata maelekezo ya daktari, na mtoto wako pia atapona, mpe muda tu. Lakini niliongea maneno haya huko nikiachukia yale maneno yaliyotoka kinywani mwangu. Nilijua yalikuwa ni maneno ya uongo. Nilijua pia yalikuwa ni ngao pekee niliyokuwa nayo. Mama yule alikaa kimya kwa muda. Machozi yalimtoka taratibu, kisha akasimama akasema, nitajaribu tena. Alisema kwa sauti iliyovunjika moyo na kukata tamaa. Kisha akaanza kupiga hatua kuondoka pale nyumbani kwangu. Alipotoka nje ya nyumba yangu, nilikaa chini nikitetemeka. Nilikuwa nimefanikiwa kuficha siri yangu, lakini kwa gharama gani? Kila nilipodanganya, mzigo uliokuwa moyoni mwangu ulizidi kuwa mzito. Nilihisi kama kila kilio cha yule mtoto kilikuwa kinanifuata, kinanihukumu kimya. Na hapo ndipo nilipotambua jambo moja la kutisha zaidi, kwamba kumwokoa mwanangu kulinigharimu amani ya nafsi yangu. Na hapa bado nilikuwa naendelea kuogopa. Basi mtoto yule aliendelea kuteseka siku baada ya siku. Hakukuwa na mabadiliko wala dalili ya kupona. Nilimuona kila mara akipita karibu na nyumba yangu, macho yake akiwa amechoka kuliko umri wake. Nilijua mama yake alikuwa amefanya kila alichokiweza kama nilivyowahi kufanya mimi, lakini safari yake haikuwa na mwisho mwema kama yangu. Kila siku bila kukosa mtoto yule alielekea makaburini. Ilikuwa kana kwamba kulikuwa na nguvu isionekana iliyokuwa ikimvuta pale. Alikaa karibu na kaburi la mwanangu, akiongea maneno peke yake, akilia, akigusagusa udongo kana kwamba anamsubiri mtu atoke humo ndani. Wakati mwingine alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akaanza kulia kwa sauti iliyopasua mioyo ya watu waliomsikia. Nilimtazama mtoto yule kwa mbali, sikuwa na nguvu ya kumsogelea. Nilijua chanzo cha mateso yake, lakini sikuwa na msaada wowote wa kumpa yule mtoto. Nilikuwa nimefungwa na neno nililolitoa mimi mwenyewe na agano nililolikubali kwa ajili ya kumtibu mwanangu. Kila hatua niliyofanya hapo nyuma ilikuwa imenifunga mikono kwa sasa. Na wakati yote hayo yakitokea, mwanangu, mtoto wangu, alikuwa anaendelea vizuri kabisa. Alikuwa anarudi kwa yule niliyemkumbuka zamani. Alicheka, alicheza, alilala usingizi mzito bila hofu. Hakumuona tena pacha wake, hakutaja tena sauti za ajabu. Amani ilirudi katika maisha yake, lakini ilikuwa amani iliyojengwa juu ya maumivu ya mtu mwingine. Kila nilipomuona mwanangu akicheka, moyo wangu ulichanganyikana furaha pamoja na uchungu. Nilifurahi kwa kupona kwake,
lakini niliumia kwa kujua gharama ya kupona kwake. Nilihisi kama kila kicheko chake kilikuwa kikumbushio cha kilio cha yule mtoto mwingine. Usiku ulipofika, nililala nikiwa macho. Nilijiuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Je, nilifanya sahihi kama mama au nilifanya kosa lisilosameheka kama binadamu? Nilihisi kama maisha yangu yalikuwa yamegawanyika vipande viwili. Yaani, upande wa nuru uliokuwa kwa mwanangu na upande wa giza uliokuwa ukimvuta mtoto wa jirani yangu kila siku kaburini. Na hapo ndipo nilipoendelea kuishi maisha ya ukimya mzito, huku nikijua kuwa siku moja ukweli ungehitaji sauti. Basi miaka ilipita kimya kimya, kama maji yanavyopita chini ya daraja bila mtu kuyahesabu. Na hatimaye miaka 16 ilikatika. Mtoto wangu alikuwa kijana mwenye afya. Kwa wakati huo alikuwa na umri wa miaka 20. Alikuwa ni kijana mwenye afya, akili timamu, na maisha kwa upande wake yalionekana kuwa ya kawaida. Alikuwa na ndoto, alikuwa na marafiki, na alizungumza kuhusu kesho yake bila hofu. Mtoto wangu hakujua chochote wala kukumbuka chochote kwa upande wake. Dunia ilikuwa imemsamehe. Lakini yule binti, maisha hayakuwahi kumpa nafasi ya kuwa kama wengine. Alikuwa kama zezeta. Yaani macho yake yalikuwa yanatazama mbali kana kwamba kuna mtu mwingine animuona isipokuwa sisi. Alizungumza mara nyingi peke yake. Alicheka bila sababu, na wakati mwingine alilia usiku mzima. Alitaja jina la mtu ambaye hakuna mtu aliyemuona. Akili yake ilibaki nyuma pale ilipofungwa agano ambalo hakuwahi kulichagua. Na kipindi chote hicho hakuna kijana yote ambaye alitamani kuwa naye yule binti katika mahusiano. Ni kwa sababu tayari binti yule alishafungishwa ndoa. Tena alifungishwa ndoa si na mwanadamu, bali na nafsi ya mtoto wangu aliyefariki miaka mingi iliyopita. Ndoa ya giza, isiyo na sherehe, isiyo na ridhaa, lakini yenye nguvu iliyomfunga maisha yake yote. Kila nilipomwona mtoto yule, moyo wangu ulikaza. Niliona kile ambacho ningependa dunia isione, matokeo ya uamuzi wangu. Nilijua kuwa nilimnyima maisha ya kawaida, furaha ya kupendwa na haki ya kuchagua. Nilikuwa nimetoa kafara si kwa ajili ya ubaya, bali kwa ajili ya mapenzi ya mama kwa mtoto wake. Lakini mapenzi yale yaligeuka kuwa hukumu. Leo hii nikikaa peke yangu, nikitazama miaka mingi iliyopita, najua jambo moja tu. Kuna maamuzi ambayo hayazoeki pamoja na muda. Yanakuwa, yanakufuata, yanakukumbusha kila siku ulichokifanya. Zuhura bado anaendelea kusema. Anasema naongea maneno hayo nikiwa na maumivu makali. Nikiwa na maumivu moyoni mwangu. Maumivu ambayo haonekani usoni, lakini yanakula taratibu ndani ya kifua changu. Kila nikimtazama yule binti, moyo wangu huanza kunidunda kwa kasi. Si kwa sababu ya hofu ya watu, la hasha, bali kwa sababu ya ukweli ninaubeba peke yangu. Natamani nimwambie jirani yangu ambaye pia ni rafiki yangu, nimwambie ukweli. Natamani nimwambie kuwa mateso ya binti yake hayakwanza yenyewe, na kutokana na laana ya ukoo wao. Natamani nifungue mdomo wangu na kusema yote haya, lakini kila ninapojaribu sauti unikauka kooni. Maneno unirudia kichwani, lakini hayapati njia ya kutoka. Nilijaribu kumtafuta yule mganga ambaye alifanya mambo yote haya, ajue ni namna gani ya kumwokoa yule binti, lakini naye mganga miaka mingi alishafariki. Naogopa kwenda kumwambia jirani yangu ambaye pia alikuwa rafiki yangu. Naogopa kwenda kumwambia ukweli. Naogopa macho yake atakavyonitazama baada ya kujua ukweli. Naogopa kilio chake kitakachonitesa usiku na mchana. Naogopa laana yake itanifuata hadi kaburini. Lakini zaidi ya yote, naogopa kwa sababu binti yule bado anateseka. Anateseka kwa sababu ya uamuzi wangu. Anateseka kwa sababu ya hofu yangu ya zamani. Anateseka kwa sababu nilichagua kuokoa damu yangu, nikatoa kafara ya damu ya mtu mwingine. Kila siku ninapopita karibu na kaburi la mwanangu, namuona yule binti akiwa amekaa pale, akizungumza na udongo. Ananiita mama bila kujua mimi ndio chanzo cha mateso yake. Sauti yake unichoma kama kisu moyoni mwangu. Na mimi usimama mbali, nikimtazama, nikijifanya sihusiki na chochote kile, nikijifanya sijui, nikijifanya sina uwezo wa kubadili chochote. Lakini ndani yangu, sauti moja unong'ona bila kuchoka. Kuna siri ambazo hazifi, bali hufanya subra. Na kila siku inayopita, ninahisi siku ile inakaribia. Siku ambayo ukimya wangu hautotosha tena. Mpaka hapo naishi, lakini naogopa. Na huo ndio mwisho wa simulizi yangu, lakini si mwisho wa hofu yangu. Maisha yanaendelea na watu wanaendelea kuishi, lakini mzigo niliobeba hukuwahi kuniacha. Nilijifunza kuwa si kila jeraha huonekana kwa macho,
na si kila kosa usameka kwa muda. Nilikaa kimya kwa miaka mingi, nikijificha nyuma uso wa mama alifanikiwa kumwokoa mwanawe. Wakati moyoni nilikuwa nimepotea kabisa. Nilijifunza kuwa wakati mwingine ushindi wetu huwa ni kilio cha wengine na furaha yetu hugeuka kuwa mateso ya mtu asiye na hatia. Leo Zuhura, mimi nikiangalia nyuma naona wazi kuwa chanzo cha mateso ya yule binti hakikuwa mzimu wala laana, bali kilikuwa ni hofu ya kumpoteza nilempenda, hofu ya kuishi bila jibu, na hofu ya kukubali matokeo ya uamuzi wangu. Na kama kuna jambo moja ambalo ninalotamani msikilizaji abebe kutoka hapa, si hofu yangu, bali ni funzo lililozaliwa ndani yake. Kuna mambo ambayo yakifanywa kwa siri huendelea kuishi gizani, na giza hilo huzaa maumivu yasiyo na mwisho. Mimi nitaendelea kuishi na kumbukumbu, na yule binti ataendelea kuishi na mateso yake. Ukweli utabaki kimya kama ulivyoanza, na hadi pumzi yangu ya mwisho nitabaki nikisema neno moja tu, kwamba naogopa. Na huo ndio mwisho wa simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Je, una kipi cha kumshauri Zuhura? Zuhura aende akamwambia ukweli rafiki yake kwamba yote yanayotokea kwa binti yake ni yeye alisababisha, au aendelee kukaa kimya? Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok napatikana kwa jina la Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza ukasearch Chemchem ya Simulizi. Naogopa.